Bene, ritornati ragazzi, come state voi? Tutto bene? Allora, come è andata la giornata? Io sto bene, grazie. Io mi chiamo Burani, il tuo maestro di questa lingua italiana, oppure Silvio, perché gli italiani loro mi chiamano Burani oppure Silvio, ma il nome acrobatico, il nome vero è Burani. Ho già detto tanti giorni fa come H non si pronuncia in italiano così, Burhan, loro mi chiamano Burani. E fu pure Silvio, nome acrobatico quando facevo tanti anni fa, facevo spettacoli degli acrobati, ma oggi non faccio più. Grazie. Allora, facciamo un'altra cosa, non è un'altra cosa, ma oggi abbiamo fatto come 2 o 3 giorni fa, come si può domandare, come si fa la domanda in italiano. Karibuni katika chaneli yetu ya Kiitaliano Kireno. Tunaendelea mbele na darasa la Kitaliano. Tumefanya wiki iliyopita darasa la kuuliza maswala, jinsi gani ya kufanya maswala au kuuliza maswala au come si può domandare kwa Kiitaliano, vipi unaweza kuuliza. Mfano tumefanya wiki iliyopita, tumetumia mfano perché, quando, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaendelea mbele na darasa letu, tena kuna vitu vingi tu vya kuulizia, kufanya kuuliza swala kwenye Kiitaliano, lakini tunaendelea na vitu vingine. Tunasoma baadhi ambavyo vinatumika sana. Tumesoma vingine kwa tunaendelea na vingine. Kuna mfano come, dove, che cosa au cosa, come si, hizo pia tutaweza kufanya. Mfano unaweza kusema dove, dove vai, unaenda wapi? Dove vai, unaenda wapi? Kwa hiyo unajua vai mtu wa pili katika verbu andare. Kwa hiyo andare ukishaichambua yote unaweza kuuliza mtu yoyote unamtaka wewe. Kwa hiyo unaweza kuuliza dove nyuma, verbu ukaweka mbele. Dove vai, unaenda wapi? Dove hai lasciato la chiave? Mfano wapi umeacha mfunguo. Dove hai lasciato la chiave? Umewacha wapi mfunguo? Dove lavori? Unafanya kazi wapi? Kwa jinsi ya kuipeleka mwenyewe unajua unataka kitu gani. Ukishajua dove maana yake wapi au where, unajua uulize kwa aina gani. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kumwanza kumchokonoa mtu ili au kumuuliza kwa kupata kuendelea mazungumzo yenu. Mfano unaweza kusema dove il mio libro? Liko wapi buku langu? Kwa hiyo unaweza kusema il mio libro, mfano buku langu lile, ukatia dove il mio libro. Kwa hiyo ukakata ile moja hapa na kupange dove il mio libro. Kwa hiyo kusema dove il mio libro. Kama kule kuna kesi ya quanto, utakasema quante. Quanto è quante, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni ufundi wa kukata ile double mbili zinazofuatana, unaweza kukata moja ukatia. Mfano mwingine unaweza kusema come. Come maana yake ni how au vipi. Unaweza kusema come ti chiami, rahisi tu. Come ti chiami, unaitwa nani? Hiyo ni chiamo Brian. Come ti chiami. Kwa hiyo ile come ni jinsi ya kuuliza swala kama how au vipi. Come ti chiami, come si fa questa cosa, inafanya vipi hichi kitu. Come si prepara, come si fa, unauliza come, yani ndio vipi inafanywa, vipi inatayarishwa au vipi inapikwa. Come si cucina, hizi tutaendelea tena hizi mbele. Unaweza kusema che cosa, kitu gani, au cosa, nini, kitu gani. Unaweza kusema che cosa vuoi, unataka nini. Che cosa vuoi, unataka nini. Au unasema cosa hai detto. Cosa hai detto, umesemaje? Hai detto, hii tushasoma past, nadhania huko nyuma kabisa. Labda kwa wale wengine ambao wanatia katika comment wanauliza, au wengine wanatumia message kwenye simu wanauliza tense hii na hii nyingine shasomesha, lakini labda nyingine tutaziboresha tena, tutazirejea tena kwa kifupi
ili kwa wale ambao hawajaziona za nyuma kabisa, lakini zimo. Wengine anasema kwa enzi zile nilipokuwa naandikia kwa ubaoni ilikuwa hati ndogo, anasema hazionekani au sauti ilikuwa isilikani. Kwa hiyo tunaweza kuendelea tena mbele japo kidogo na kitia kipande kidogo tu ili kifahamike. Kwa hiyo naweza kusema cosa hai detto, tumesema umesemaje? Cosa ha detto, amesemaje? Kitu kama hicho. Kwa hiyo cosa inakuwa ni nini, nini au kitu gani tuseme. Cosa kawaida ni kitu. Cosa hai detto, umesema nini, umesema kitu gani? Hapo nadhani tuko sawa. Au ukasema kikoza, kitu gani, mpaka hapo tuko sawa. Kwa hiyo jinsi ya kuuliza, mfano dove unatia na mfano sana dove hai lasciato il mio libro, wapi umeacha yake buku langu. Au ukasema dove il mio libro, wapi buku langu. Hapo nadhani tuko sawa. Kwa hiyo unaweza kusema kikoza, ukasema cosa, cosa hai detto, cosa hai fatto, cosa hai mangiato, unakula nini, vitu yani ukishajua nini maana ya mfumo gani wa kuuliza. Kwa hiyo unauliza vile unavyotaka mwenyewe, ni rahisi tu. Mfano kusema come mai, inakuwaje au vipi. Come mai tu parli bene italiano così, inakuwaje unazungumza Kitaliano vizuri kama hivi, au unazungumza Kitaliano safi. Come mai tu parli bene italiano così. Come mai hai lasciato la mia chiave lì là, kwani nimeacha mfungu wangu kule. Umefahamu? Kwa hiyo jinsi ya kuuliza ni kama hivyo, simple tu, rahisi. Yani tuzijue zile question word ni zipi, vipi zinatumika. Basi unafanya darasa lako la muda siku 2-3 kuzijua zile zote ulisoma nyuma na hizi hapa. Ukishajua basi tayari unakuwa wewe ushamaliza kesi. Kwa hiyo mfano kuna kesi nyingine hii hapa inaitwa mfano come si, vipi, alafu na si mbele. Si hii nataka nichambue kwa umakini kabisa, au nielezee kwa umakini. Yani hii come si, mfano inapikwaje? Mfano verb cucinare, kupika. Ukichambua mtu wa kwanza, hiyo cucino, napika. Tu cucini, unapika. Lui au lei cucina, anapika. Noi cuciniamo, voi cucinate, loro cucinano, wanapika. Sasa katika hii verb unaichambua mpaka mtu wa tatu, atakuwa lui au lei cucina. Ukitia lui au lei cucina maana yake anapika, aidha mwanamume au mwanamke. Umefahamu mpaka hapo? Kwa hiyo ukitia hii come si, inakuwa kesi kama inabadilika hapo, lakini lazima uchukue nafasi ya mtu wa tatu, wa kwanza, pili, wa tatu. Kila verb unachukua nafasi ya tatu, halafu unatia nyuma na come si. So kila verb tu kwamba tuna verb nyingine hata hazina maana tunakupatia pale come si. Come si kujitundika, yani unatafuta zile ambayo mfano ndio come si kuchina. Come si kuchina, kinapikwa je? Unafahamu? Kwa hiyo verb unaichambua mpaka mtu wa tatu, halafu mtu wa tatu ule nyuma unaondosha vile vinyina. Ukitia lui kuchina au le kuchina maana yake yeye anapika, lakini ukiondosha vile vijina ukatia come si na verb umechambua ule mtu wa tatu, come si kuchina, inapikwa je? Mfano come si kuchina patata, zinapikwaje patata au viazi wanaweza kusema wengine. Come si fa la porta, unafanywaje mlango. Kwa hiyo fare, faccio, fai, fa, facciamo, fate, fano. Unaona tumechukua ile fa mtu wa tatu. Come si fa, unafanywaje. Lakini usema lui au lei fa maana yake anafanya. Kwa hiyo kesi hii nyingine tukiondosha vile vijina tukitia come si nyuma maana yake jinsi ya kuuliza hilo swala. Ndio tumo katika njia hii za kuuliza maswala. Come si fa, unafanywaje. Au come si dice, inasemwaje.
au kinaitwaje. Mfano unaweza kusema come si dice bottiglia in inglese, inaitwaje chupa kwa Kiingereza. Kwa hiyo unahitaji ile kitu kwa lugha ile ile, lakini unaulizia kwa lugha nyingine. Come si dice tavolo in Swahili, inaitwaje meza kwa Kiswahili. Kwa hiyo unahitaji ile meza kwa Kitaliano, lakini unaulizia kwa Kiswahili. Come si dice la testa in Spagnolo, yani inaitwaje kichwa kwa Hispania. Kwa hiyo pengine unazungumza na mtu dada, lakini umejisahau, anambia au unauliza inaitwaje hichi kwa Italiano au kwa Hispania au kwa kinini. Kwa hiyo come si, hii ni njia nyingine pia kuuliza swala, lakini hii inaendana na verb ambayo ishachambuliwa ya mtu wa tatu. Unachukua pale unatia, unauliza mtu swala. Nadhani mpaka hapo tumefahamiana vizuri tu. Jinsi ya kuuliza swala kuna njia nyingi tu. Kuna che cosa, kuna come, kuna dove, kuna come si unaweza kutumia mpaka hapo sawa. Sijui kuna mtu anataka kuuliza, aulize hapo, aweze kuniuliza live. Anaweza kuuliza katika comment hapo, anaweza kuuliza anachotaka tukarekebisha. Allora, nadhani tumefahamiana mpaka hapo, au tuko sawa sote. Come si unachukua unatia na verb, unaiconjugate mtu wa tatu. Ile mtu wa tatu unaichukua pale kama vile jali domanda, manake lui domanda, domandare kuuliza, domando, domandi, domanda, domandiamo, domandate, domandano. Nafahamu ukichukua ile domanda ya mtu wa tatu come si domanda, vipi inaulizwa, au la domanda ukitia ile article. Sasa la domanda maana inakuwa question, kuna ukitia la au il, zile unazi zile kuna zi katika article zi kuna la na il. Kwa hiyo ukishika ile la ukitia katika ile mtu wa tatu, mfano hapo inakuwa la domanda. Tumefahamiana mpaka hapo? Okay, tuachane kesi ya article. Tuje kesi hii ndio tutamalizia. Za come si fa, come si dice, come si dice, come si dice questo. Kinasemaje hichi? Ni kwa Kiswahili, inaitwaje kwa Kiswahili? Come si fa, inafanywa vipi? Come si mangia questa frutta? Linaliwaje hili tunda? Forse Doriani. Nasema aiza Doriani au kwa mfano Doriani. Tuseme Doriani. Linaliwa vipi? Come si fa au come si mangia questa frutta? Linaliwaje hili tunda? Questa frutta si mangia così. Tunda hili linaliwa hivi. Allora, prima si apre così, si apre e poi dentro ci sono come pulpa o come chicchi e poi si mangia la pulpa. Nadhani ndio hivyo hapo. Nisha kuuliza come si apre, ma come si apre, inafunguliwa vipi? Umefahamu mpaka hapo? Come si apre. Kwa hiyo ndio pale pale nakuja aprire, apro, apri, apre, mtu wa tatu. Apriamo, aprite, aprono. Lakini nakusudia nimechambua tu verb, lakini nakusudia ile mtu wa tatu. Ile mtu wa tatu ndio unatia ile come si katika verb, lakini unateki verb inaleta maana ya kuuliza. Unafahamu? Come si apre la porta, yani inafunguliwa vipi mlango, pengine kuna lock kibao come si apre la porta. Mpaka hapo nadhani sawa. Come si può entrare, vipi unaweza kuingia. Si può ile mtu wa tatu katika kuweza ile posso, puoi, può, unafahamu? Possiamo, potete, possono. Nadhani tumeelewa mpaka hapo. Kwa hiyo come si può fare, unaweza inafanywa vipi au kama vipi unaweza kufanya hapo. Nadhani mpaka hapo tunafahamu katika hiyo come si, kwa sababu come si ina mlolongo mkubwa sana. Kwa hiyo tunaishia hapo, manake nadhani kwa maelezo yapo ushafahamika. Wewe unachukua verb yako, ukisha conjugate mtu wa tatu, unaondosha vijina, hutumii vijina, yani unatumia come si, inakuwa rahisi sana.
grazie di tutto i miei amici, i miei alunni. Così anche se vuoi fare come praticare o imparare bene, devi praticare con me anche. Unaweza kuniita au tukapigana simu wapi, tukakutana ukafanya mazoezi ya kuzungumza, au pia kuna wanafunzi wengine au kuna watu wengine walikuwa tayari, naweza nikakutanisha nao ufanye mazoezi kama tayari unahitaji, kwa sababu katika grupu la WhatsApp wengi wanachati chao bene sto bene dove sei basi, lakini ile inakuwa bado kuimprove. Ili improve zile tensi zote uzifanyie mazoezi, vitu mtenda na mtendwa, vimilikishi vile vionyeshi, hali ya umoja, wingi kwa mbali. Sasa hili uzungumze ukutane, lakini katika chati mtu niunge katika chati ya Kitaliana alafu arusha neno moja tu chao come va stai bene basi, huoni tena tukuendelea. Kwa hiyo nakuta grupu labda grupu lile ni natupa video mpya mtu angalie, lakini ile chati haziendelei. Ina maana hata mtu anakupigia simu tuniunge katika grupu, ukishamuunga hamna kitu kinachoendelea. Kwa hiyo tutaunda hilo grupu la mazoezi anataka, kwa sababu wengi wa Kitaliana wengine hawapo, wako mbali, wako wako ndani ya Italy, wapo ndani ya Mozambiki, Angola, Kenya. Kwa hiyo unakuta wapo wanafunzi wengi ambao wako nao. Kwa hiyo kwa chati ya mle wengine hawaendelezi. Kwa hiyo inaweza kuwa mtu akanipigia live kama yuko mbali kafanya mazoezi pia, lakini sana napenda muda wa usiku. Mchana baada sometime niko free, lakini bora usiku ndio unakuwa total niko free. Singine kuanzia saa 5 huko 6 wapo unachati nao kufanya mazoezi, au saa 2 siku nyingine nipo, kwa hiyo nafanya mazoezi saa 4 usiku ndio muda mzuri nafanya mazoezi. Grazie di tutto, asante sana. Ciao.